الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ويتحقق العدل بين المخلوقين، وجعل لهم خلفاء يخلفونهم من بعد أممهم علما وعملا فكانوا هداة مهتدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فلقد فاز المتقون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ndugu zangu katika imani, tuko katika tarehe 17 ya mwezi wa 3 kwa takwimu ya Hijiria mwaka 1446 sawia na tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2024 miladia. Kivuli cha maudhui yetu kwenye Ijumaa yetu ya leo, la bora kushinda mengi. Sikilizeni khutba vizuri sana, kwa sababu khutba itasimama kwa misingi aitakao Mungu, na khutba itasimama kwa misingi anayoitaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na khutba itasimama kwa misingi ya haki na usawa, na khutba itasimama kwenye kudhabiti ninaloitakidi bila kuangalia kulia wala kuangalia kushoto, kumwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa alitakalo katika usawa. Intabih, la bora kushinda mengi ndio maudhui yetu. Lipi la bora kushinda mengi? Tukisema la bora kushinda mengi, kuna la bora la kushinda jambo bora, kuna la muhimu kushinda jambo muhimu, kuna la usawa kushinda la usawa, na yote ni ramani tumepewa na dini yetu kupitia kwa miangaza na miongozo ya mwalimu wa dini hii, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. La bora kushinda mengi. Lipi la bora kushinda mengi? La bora kushinda mengi, hebu kwanza tuanze kwa aya hii tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, nitaisoma na kuitafsiri, inayoelekea kwenye kitwa cha maudhui yangu. Mwenyezi Mungu asema, la khaira fi kathirin min najwahum. Unajua, katika masala ya aya ikibainisha jambo, hadithi ikibainisha jambo, sisi tunavyotakiwa, lakini kinena sisi tunaotakiwa my principle, kwa sababu kila mmoja ana msimamo wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi wa kujua misimamo ya watu katika dini hii. Mwenyezi Mungu asema, la khaira fi kathirin min najwahum, hapana khairi
katika mengi ya minong'ono ya mazungumzo yao, kwa sababu an-najwa ni minong'ono, ni kuzungumza kwa siri. Sasa Mwenyezi Mungu asema hapana kheri katika mengi ya wanaozungumza. Tuweza kusema kwa sababu kuzungumza kwa sauti ni kuzungumza, na kuzungumza kwa kunong'ona pia ni kuzungumza, kote paingie. Hapana kheri katika minong'ono yao ya mazungumzo yao, la khaira fi kathirin min najwa, katika mengi ya wanaozungumza wao au minong'ono yao hapana kheri. Kheri iko wapi? Illa man amara bisadaqatin, kheri iko wapi? Isipokuwa kwa yule anayeamrisha kutoa sadaka. Kuamrisha kutoa sadaka mpaka unene umwambie mtu toa sadaka. Kwa hivyo hilo la kumwambia mtu toa sadaka, kunena huko ni bora kuliko maneno mengi. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin, ama kuamrisha wema, au islahin baina nnas, ama kusilihisha kati ya watu. Yani kuamrisha sadaka maneno kuamrisha mema ni maneno. Mafhum? Al-amru bis-sadaqa, ma'ruf, islahin baina nnas. Mambo matatu haya Mwenyezi Mungu ameyafanya bora katika maneno, tena maneno ya sauti ama maneno ya minong'ono, kushinda maneno mengine mengi, japo kuwa yana ubora wake. Kwa hivyo aya imeunga mkono maudhui nikisema la bora kushinda mengi. Kwa hivyo yako ya bora kushinda mengi. Lipi la bora kushinda mengi? As-salahu, kuchengeza mbora kushinda mengi, japo kuwa yako mambo bora, lakini kitu kinachoitwa kuchengeza ni bora. An-nushu, nasaha, ni bora kushinda mengi, japo kuwa yako mengi bora, lakini la nasaha ni jambo bora kabisa. Hatuwezi kufanya adul kwenye nasi ya Qur'an. Nasi ya Qur'an tunaenda nao hivi moja kwa moja. As-satru, bora sitara, kusitiri, japo kuwa kuna mambo bora, lakini la kusitiri, wewe umsitiri mwenzako, mwenzako amsitiri mwenzako, ni bora na yako pia katika mambo bora, lakini tunataka la bora kushinda mengi. La kusilihisha limekuwa bora kushinda mengi kwa sababu mwenye kusimama kusilihisha au venye kutaka kusilihishana huwa wamefuata amri ya Mwenyezi Mungu, na hakuna jambo kama kufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliposema fa aslihu baina akhawaykum, na amesema silihisheni kati ya ndugu zenu, kwa kuwa ndugu hufaa kusilihishana na kusimama kwa misingi ya sawa, kwa mujibu ya 10 Suratul Hujurat. La bora kushinda mengi, ulama wetu wasema iradatul khairi lilmansuhi, iradatul khairi lilmansuhi ni bora kweli kushinda mengi. Mtu kumtakia kheri ule mwenye kumpa nasaha, mwenye kupewa nasaha atakiwa akubali nasaha kwa sababu atakiwa kheri, bifi'li ma yanfa'uhu, kwa kufanya chenye kunufaisha yeye, au tarki ma yadhurruhu, ama kuwata chenye kundhuru, au ta'limihi ma yajhaluhu, ama kumfundisha ambacho hakijui, wa nahwiha min ujuhil khair, na mengineyo katika mambo ya khairi, ni bora kuliko mengi. Alimu mmoja asema jazallahu khaira kulla man ittala ala khata'in, Mungu amjazi kheri kila mwenye kufahamu kosa faqama biwajibin nushi, akasimama kwa wajibu wa kunasihi, watadhkiri, na kukumbusha, fa aslaha, akachengeza, wa nasaha, na akanasihi,
wasatara, na akasitiri. Huu ndio Uislamu wetu. Kinyume na hivyo ni barnamiji nyingine. Sisi kuzungumza, tunazungumza Uislamu. Tayib, la bora kushinda mengi la bora kushinda mengi, qubulul haqq min ayi jihatin jaa, kukubali haki kwa upande wowote utakaokuja. Kukubali haki kwa upande wowote ile haki itakapokuja. Haki inavyokuja kwa upande wowote uikubali. Hili mbora kushinda mengi, kwa sababu umeikubali ni haki, hukumkubali ni mtu alokuletea haki. Ule mtu alokuletea haki ikithubutu kwamba ni haki, ukiifuata umeifuata haki, hukumfuata mtu. Fikhi hii atakaieleweke sana kwetu sisi Waislamu. Tayib, Abul Hasan Mustafa Suleimani asema qubulul haqqi min qailihi wa in kana aduwan, la bora kushinda mengi kwa mujibu wa neno la Abul Hasan Mustafa Suleimani. Sema qubulul haqqi min qailihi, ni mtu kuikubali haki kwa yule aloisema haki. Wa in kana aduwan, japokuwa ni nani? Ni adua. Tarudia ibara. Abul Hasan Mustafa Suleimani asema kwenye la bora kushinda mengi ni kubulul haqqi min qailihi, kuikubali haki kwa anayesema ile haki. Wa in kana aduwan, japokuwa ni adui. Wa raddul batili ala qailihi, na kuirudisha batili, kuikataa batili kwa alosema batili. Wa in kana waliyan, hata kama ni kipenzi. Sasa hapa nataka nyote kwanza tutakase nia zetu, tuangalie Uislamu, mtu asiangalie ubinafsi. Ila kila mmoja aweke nia kuangalia Uislamu kuanzia mimi. Tayib, mwanamume mmoja alimwambia Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, qala rajulun li Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, idhni, alimwambia nipe mawaidha. Na ilikuwa iko desturi hiyo katika masalafia wetu, salafu na saleh walikuwa wana desturi hivyo. Mtu huenda kwa mtume akamwambia nipe mawaidha, mtu huenda kwa sahaba rafiki yake akamwambia nipe mawaidha. Watu waliishi kinamna hiyo, ndipo wakaelimika kweli kweli kiakhera, na wakapata saada kweli kweli katika dunia, na wanaingoja saada kesho akhera. Sisi tunao desturi, mathalan wewe tuende ukamwambie shekhe nipe nami nasaha 2-3, sisemi hakuna kabisa, ni an-nadiru wan-nadiru kal ma'dum, kama jinsi wanavyoni usul fiqh wanavyosema. Mwambie hebu nipe nami mawaidha 2-3, hebu nipe nami nasaha kwenye jambo fulani. Sisi tayib, lakini sahabatu rasulillah walikuwa wanao desturi hiyo mpaka mtume alikwambia ausini ya Rasulullah, idhni ya Rasulullah, niambie mimi neno ambalo kisha kuniambia sitamuuliza mwingine yote. Wakaishi kwa roho safi na wakaondoka katika ulimwengu huu kwa roho safi. Sasa sikilize, rajulun yaqulu li Ubay bin Ka'b idhni, nipe mawaidha, wala tukthir alayya fa ansa, usinizidishie kasahau. Manake hizo dhitwa sihaba, hususa dhitwa za akhiri zaman, zimebeba. Mara huwa mtu kwa barabara amepigiwa ile honi ya mfululizo na mabreki yake hakika, shwi na honi bo, ukimwangalia mtu la haula kipwa. Sasa kusahau ni kwingi zaidi. Sikiliza, ambia nipe mawaidha, usinikithirishie. Kasahau ina maana ataka anachopewa
akidhabiti katika moyo wake. Nisikilizeni vizuri sana. Faqala lahu, akamwambia, ikbalil haqqa mimman jaaka bihi wa in kana ba'idan baghidha. Siataka kupewa mawaidha, asinkithirishie ili asisahau. Akamwambia, ikubali haki kwa atakayekuletea haki, hata kama mbwa mbali mtukivu, mtu wa mbali mtukivu wako, lakini akakuletea jambo la haki, likubali. Siwataka mawaidha hayo. Lengine, wardudil batila ala man jaaka bihi, ikatae batili kwa atakaokuletea batili. Wa in kana habiban qariba, hata kama kipenzi alo karibu. Na nafikiri alhamdulillah, Mungu ni shahidi kwa ninayoyasema kwenye mimbari hii. Mara nyingi nazo nakala na zimedhabitiwa nikikariri hili. Je, twaifuata dini kwa uhakika itakiwavyo dini kufuata? Na nikisema hivi nasema nikijihusu, kwa sababu sina haya mimi katika kujirudi kabisa, na sina haya mimi katika kuudhabiti msimamo ninaoamini. Sina haya. Lau kama ni hivyo, ningekuwa nimeata mengi sana kabisa, lakini sikuitakidi kwa sababu ya mtu, niliitakidi kwa sababu ya nani? Ya Mungu, kwenye kupata na kwenye kukosa. Wallahi billahi tallahi, kama ingekuwa ni mtu wa kutokudhabiti, ningelisarenda msimamo wakati wa moto wa jihadi. Sikubadili msimamo wangu kwa sababu nilikuwa simfanyi mtu, namfanyia Mungu. Nikaliamini la jihadi, lakini nilikataa uhuni katika jihadi, ikavandhara kwangu. Mpaka leo msimamo wangu ni huu. Number 1. Number 2, kutoka kuanza kwa da'wa yangu sikugeuka kulia mimi kuangalia watu wangu hata kama hawako katika sawa. Na dalili kwa hilo, nataka muthibitisho, imi kwetu Mfaza Rasini kuna kwa Tongani na kwa Tini. Muulize hata nlevi wa bangi ambao wananiheshimu kweli kweli, muulize vipi ule mlinganizi Bahero kwenye hichi kijiji, kutoka kusimama kwake kulingania, mwasemaje nyinyi katika hii mambo ya mikao? Wallahi billahi, na Mungu ni shahidi, atakwambia mlevi wa bangi hatukumsikia lolote, hatujamsikia kuhusiana na ukwatini ama ukwatongani. Nami ukwatini, mimi nimezaliwa Kwatini. Nilikuwa nikiona magurupu haya Kwatini na Kwatongani ni uvundo, sio dini. Sikubadili msimamo, na mpaka leo, na namuomba Mwenyezi Mungu mimi na sote atufishe kwenye misimamo ya sawa, anaojua Mungu, si anaojua wanadamu. Anaojua Mungu. Hii principle zangu ni hizo. Lakini alhamdulillah, nilifumba mato, si muangalie yoyote, huangalia la Mungu. Sasa sikilizeni vizuri sana haya mambo. Kuna kumbukumbu nasema dini ni hii. Dini ni ipi? Dini ni hii. Mutakumbuka pengine hata katika hii mimba nilisema, ule aloenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ni Zaid bin Thabit ama mwingine atakavyokuwa, lakini kwenda kufanywa ni nkati wa mtetezi wa almar'atul makhzumiyya allati sarqat, mwanamke wa Kimakhzumi aloiba. Jamaa wakaona kukatwa mkono kuliaibisha taifa letu na kuaibisha kabila letu. Akapelekwa wakaribu wa Mtume zaidi, enda kanene naye Mtume ammezee asinkate mkono kwa sababu itakuwa kuaibika. Subhanallah. Na akaenda akamwambia,
Mtume alichange. Kwa nini alichange? Alichange ya kuwa hii si dini niloipanga mimi. Hakuna bunge lililokaa la vyama tofauti vya kipinzani kujadili sharia, abadan. Hii ni sharia ya kutoka mbinguni kwa hakimun ahkamul hakimin. Zilizokuja aya katika Qur'ani zinazozungumza inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu yoyote isipokuwa hukumu ni ya Mungu. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Ndipo la serikali huitwa kanuni, la sharia ya Mungu haitwi kanuni. Kanuni ni kitu kando na sharia ya Mungu ni kitu kando. Mtume alikuwa mkali, akamwambia umekuja kushufaia hadi katika hadi za Mungu. Yani wewe umetokotokako kuja kunenea watu fulani kwa hadi aliyoipitisha Mwenyezi Mungu, kukatwa mkono kila mwenye kujepa. Leo akijepa ikiwa katika kabaila la Kimakhzumi, kupata mawakili kuja kuchechea mkono asikatwe. Akiiba tekroni tu mtu hivi hivi, basi ukatwa mkono hadharani. Waimullah lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Na kaapa kwa Mungu, lau Fatima binti Muhammad, ni binti yake, mwana halali wake, saraqat, akawa yeye ndiye aloiba, laqata'tu yadaha, ningelinkatilia mbali mkono wake. Mimi kaosema hii ndio dini. Suala, dini hiyo tunayo? Suala, dini hiyo tunayo? Na ningeomba kusipatikane maneno baada ya kutoka kwenye khutba hii. Msimame misimamo ya ukweli, kwa sababu nimesimama misimamo ninayoitakidi, wala ubali wala sijali. Dini hiyo tunao? Kama dini hiyo tunao, kule tunapompiga ambako si dini, kule tunapopiga ambapo si dini, kwa anaiba viatu, basi hata kama mwanao ameiba viatu msikitini ungelimiba, lakini wakando atakula ngumi za kimataifa. Wa hapa tutapiga kelele tu kisha tunaonyesha barabara akakimbia. Hakadha huwa al-adl, ndio uadilifu, ndio ukweli, na lazima tusimame kwa misingi ya ukweli, na Mwenyezi Mungu anayejua mkweli ni nani katika ulimwengu kama huu. Dini iko kwenye lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Huu ndio ukweli. Tayeb, Waislamu watukufu, kwa umuhimu wa suluhu, sheria ikajuzisha uongo kwenye suluhu. Kuna usawa kunena uongo? Hakuna la usawa la kunena uongo. Uangaliwe vitabu walosoma hapa na walosoma nje. Tuchangieni katika kwenda kuziangalia hivi vitabu. Liko la umuhimu la maslahi mpaka kujuzishwa unene uongo tu, bora maslahi yapatikane. Laysa bikadhabi man aslaha baina an-nas, hahukumiwi ni muongo mwenye kusibihisha kati ya watu. Faqala khairan au namma khairan, akasema ya khairi ama akakuza jambo la khairi, kwa maana mpaka nene uongo ili kupatikane maslahi. Ndugu yangu, pengine umechicha na fulani, nimepambana na fulani hoteli tu na chai bwana, hakuzungumza vizuri kweli kweli, na hakuzungumza mucheseki hakika kana Muisraeli na Mpalestina, hukuzungumza vizuri kweli kweli. Utampa mshtuko kweli. Mkiachana mkapambana nalo chachana, akanena hivyo, umepambana fulani kutaja vizuri sana, kila mmoja kumemea kitu. Kwa nini sindi kupambana naye? Mara kupambana naye ikawa hakuna mzozo, kwa sababu ule alokuwa mkati amekuwa mkati kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo hata kwenye kupachanisha, venye kupachanisha atakawasimame kwa misingi ya Mungu.
Hakuna kusimama kwa misingi ya mikao, mimi niko mkao huu ama mimi niko mkao huu. Tunaoifanya sisi dini, tunazozifanya sisi si kampeni fake zisizoleta natija zozote. Tayib, jambo mpaka kuambiwa uongo kwa faa, ina maana hilo jambo wallahi lina umuhimu kweli kweli. Al-Imamu al-Buhuti katika Kashaful Qinai, kitabu cha kifiqhi, asema hivi, asema wa huwa, akikusudia sulhu, ay as-sulhu shar'an muaqadatun, ni kifungo vachofungiana suluhu, yutawassalu biha ila muwafaqati baina mukhtalifain, la kufikisha muwafaka kati ya wawili wanavyokhtalifiana au makundi mawili yanayokhtalifiana, mutakhasimin. Wa huwa jaizun bil ijma', hili lafaa kwa ijma' ya wanavyoni. Tena wakastadili kwa neno la Mwenyezi Mungu, asema hivi, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, makundi mawili katika waumini wakichecha, wakigombana, wakizozana, fa aslihu bainahuma, silihisheni kati ya makundi mawili hayo. Lakini sikiliza vizuri Qur'an, silihisheni katika makundi hayo. Ilikomea hapo hiyo aya, ilikoma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, ikikeuka mpaka kikundi, kukeuka mpaka kikundi chingine kusema sitaki maslahi, faqatilu allati tabghi, kipigeni vita kile ambacho hakitaki maslahi, hatta tafia ila amri Allah, mpaka kitekeleze amri ya Mwenyezi Mungu. Fa in faat, kikitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, fa aslihu bainahuma bil adli, wasilihisheni kwa usawa, fa aslihuma bainahuma bil adli. Kisha aya ikafunga wa ahsinu wa aqsitu, kisha mufenye usawa. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Mwenyezi Mungu awapenda wenye usawa. Ina maana hata katika maslahi kwataka kitu kinachoitwa usawa kwenye maslahi. Katika kupatanisha kwatakiwa kitu kinachoitwa usawa kwenye kupatanisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ana inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu, hakika Allah anawaamrisha nyinyi bil adli, kufanya usawa kwenye yote, wal ihsan, na kufanya ihsani kwenye jambo lote. Kwa hivyo hata katika mapatano, Qur'ani tukufu ishashiria nani afai kupigwa vita. Aya tukufu Qur'an, wakataa maslahi. Kwa nini wakataa maslahi? Wakataa mapatano. Kwa nini wakataa mapatano? Na ni Qur'ani, wa nahnu ashabul Qur'an, ni aya hii tukufu. Tayib, asema ulama, kabla ya maneno ya ulama, angalia hadithi ya Abi Huraira marfu'a, asema as-sulhu jaizun baina al-muslimina, suluhu kwa faa kati ya Waislamu, illa sulhan harama halalan, isipokuwa suluhu iloharamisha halali, au ahalla haraman, ama kuhalalisha haramu. Ati kikao cha mapachano lengo ncha haramu kuhalalishwa ama ncha halali kuharamishwa, maslaha hayo, suluhu hiyo haitakikani. Lakini as-sulhu jaizun. Mshairi asema hivi, idha waqa'a al-khilafu wa anta fihi, kukitokea khilafu na wewe uko ndani ya khilafu. Kwanza kitu khilafu si kwamba kuwa hakitokei, khilafu lazima itatokea. Wala yazaluna mukhtalifin, walidhalika khalaqahum. Ahamu shay madha ba'da al-khilaf, baada ya khilafu tunatakiwa tufanye nini? Mal makhraj, matoko yako vipi? Idha waqa'a al-khilafu wa anta fihi, ukitokea tofauti na wewe uko kwenye tofauti, fada' anka tatawula bil kalami,
hata kutoka kwako kurefisha maneno na kuwa na maneno mengi. Maneno mengi siku zote huja yakaharibu mambo, ndipo ikawa siku zote kwatakikana kitu ala tul, straight forward, ni hivi ni hivi ni hivi. Wewe wadai si hivi ni hivi ni hivi ni hivi, kupatikane waadilifu wa mizania wa kutazama pande zote, ili asimame msimamo wa sawa. Huu ndio msimamo wa sawa kuishi. Idha wakaa alkhilafu wa anta fihi fada anka tatawula bilkalami wada anka takabura wataali, acha kutoka kwako kiburi na kujiweka juu. Wada anka almazida min alhisami, kisha hata kuzidisha husuma. Pahala pametokea matatizo, vasitokee wenye kuzidisha matatizo. Ndio dini yetu, ikiwa kweli tuitaka dini. Kwenye tatizo hupunguza tatizo, au kwenye tatizo zidishwa matatizo? Kwenye tatizo hupunguzwa tatizo. Nataka muachie kwenye busara maneno yangu, wama uridu illa alislaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah. Na mkinielewa sivyo is okay, hata mkinielewa sivyo sina wasiwasi wote, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Sawa sawa, sina haja ya kuficha ficha, na nataka usawa. Penye tatizo hakuzidishi tatizo, kwenye tatizo hupunguzwa tatizo. Wada anka almazida min alhisam, la umruka, kama kuwapa kwa uhai wako. Ma wajadtu alhubba yasmu, sijawahi kupata mapenzi kukua. Wa fihi suu min lafdhi alkalami, sijawahi kuona mapenzi kukua kuwa juu na pana matemko machafu machafu. Hata kama ni wewe na mke wako, huwezi kuliona pendo la kuwa na hapo hapo pana maneno machafu kutoka kwa mke ama maneno machafu kutoka kwa mume. Fakun bil afwi muttasifan khuluqa, kuwa wewe kwa kusamehe ndio tabia zako za kusifika. Sifika na tabia za kusamehe. Fa innal afwa min shiyamil kirami, kusamehe ni katika tabia za watu watukufu. Waqul, kisha sema, fillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Makramati wa afwi, ndio ukarimu wangu na ndio msamaha wangu. Waqur rabbi a'tini husna alkhitami, kisha sema, ewe Mola nipe mimi hatima njema. Ndugu zangu katika imani, tunataka hebu tusimameni kwenye misimamo hii. Wakustahiki kuwa mkosa hupewa makosa yake, naye awe mnyenyekevu kwenye haya makosa. Na stahiki sawa hupewa usawa na kuridhiana, kwa sababu sote lengo letu ni dini. Ningependa mutoe shaka sana, ana shakhsiyan hata nenen lilo nalo bora nsikeuke mpaka tu, au sio? Usiogope kutaka kuniweka mimi chini kwenye jambo kwa kauli ya hukumu zako, kuhukumu kusema kwamba kwa Bahero msimuweke chini kwa sababu guarantee yeye ni mkao fulani. Sina mkao mimi sina mkao, na naweza kusema hapa mimi sina mkao, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo la takikana ni usawa, ni usawa. Sasa ukinena kwamba wachana kama nkuwekwa chini Bahero pia kumshirikisha, wachane naye hoyo huko upande fulani, nkurengwa huko, na alonena hivi asimame asema kwamba kwa sikurengwa nkupotelea mbali. Tusimameni kwa misimamo ya sawa katika dini. Kama nkuhukumiana, tuhukumiana sana, na nishawaambia kama niliandama kuhukumiwa,
hata ardhi hizi ningekuwa siketi mimi, nilikuwa na keti ardhi zangu, enda zangu kutoma mayua huko, kija zangu hata habari sina. Lakini dini ninaoifanya mimi mfanyia mtu, ama dini ninaoifanya mimi ni kampeni, mimi mpate kura nyingi, sitaki hayo. Dini ninalolifanya nataka Mwenyezi Mungu atupe taufiki katika dini. Mwenyezi Mungu atupe taufiki tupate saada ya maisha ya dunia, twende tukakae peponi sisi na wazazi wetu. Lakini ninawaambia hapa, mikao itachuvua na hatutafika popote, na tutaharibu tulioyachengeza. Mikao itachuvua na hatutafika popote, na tutaharibu tulioyachengeza. Na siku zote Waarabu wanasema alkhabaru sayyi yantashiru bisur'a, habari mbovu siku zote huenea kwa haraka. Wallahi billahi tallah na mimi wasipendi kujichendekeza kwenye tokeo mbuni jambo japokuwa si la ukweli, ili muingie katika dira kwamba kwa maneno yamefuatana, ametoa na kisa fulani. Sipendi, nikielewa ya kuwa wako aweza mtu kusuka kisa hapa na kile kisa hakiko kabisa, lakini akafanisha maneno. Na wapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, wallahu ala ma aqulu wakil, katika mimbari hii tukimwakilisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimepigiwa simu jamaa mmoja kutoka Bungoma halan hivi, natoka naja kupanda mimbari. Asalamu alaykum ustadh. Alaykum, vipi hali yako nini? Alisikia nini kutoka safari kidogo, siko sawa sawa. Kaambia niko sawa alhamdulillah, hata niko Malindi najirekebisha kwenda kwa khutba. Mashaallah. Kaniombea Mungu inshallah. Ustadh, la kusikitisha kabisa nini? Asema mimi hapa nazungumza nao nikitoka Bungoma, ienee habari. Kunani ustadhi? Kaambia ndivyo alivyo, ndio dunia ilivyo. Habari sema kumeenea, kuna tofauti kubwa. Masjid Aisha ile tunaoijua hunenwa Bungoma. Nini? Ni habari mbovu ya Aisha, ni hali yoko yini tu. Aisha, Masjid Aisha ni haya tu. Aisha toka ifunguliwe si nurun ala nur. Mbona hakuna mazungumzo? Kuna hivi mashekhe tofauti watembea madarasa, mashallah. Jina la msikiti jina kubwa sana, kwa sababu lina ukubwa, kwa sababu ni bibi mkubwa alopendwa na mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kushonewa midomo kana ambapo hakuna mema alofanyika hapa. Lakini angalia, kijitatizo kimetoka ambacho kinaweza kusuluhishwa kwa masekonde. Laweza kusuluhishwa kwa masekonde, kwa nini isiweze? Hal hunaka mustahilun, kuna jambo ambalo ni mustahil. Watu wameenda mpaka mwezini, wakenda wakaanguka, wakafa, ndege zikaanguka. Hivi sasa waenda kana kwenda nalalewa au kama kwenda sokoni hapa, kuna mustahil. Sasa nika haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kina nani ambao wanafanya mambo yasiwezekane? Na kuna Mungu anayetaka usawa, anayetaka upole, anaotaka dira za dini yake. Hapana, kutazamwe mushkili uko wapi, na kwamba jambo lolote lifanywe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kisha tusiwe michango ya fitna. Hakuna kitu kiovu kana fitna. Hata nene hiari yangu kama nguya niwe nguya, kama si niwe si tena kabisa. Ikiwa ndio mwisho, hivyo ndio mwisho, potelea mbali. Nilipewa, kuna msikiti mmoja pia nilikuwa nikihutubu, hata sijawahi kutoa darasa. Sasa sina haja kutaja. Sasa katika kuuliza kila mtu huenda pale kutoa darasa, ni kunani jamani? Basi mmoja kati ya wahusika sema, la ustadhi, grupu lingi katika wanakamati hapa wenyewe hawataki wewe fanye ambala. Sasa haina haja, ndio nini tabu hii? Mchuku wako hutakinie
Sasa ukawa isitie tu nyakangia nyakato huichia dhiki uchambuyulacho tambuyunacho uichizie dhiki tu ndani. Bwana, hatutaki uye kuishi wala sifanyi lolote wala sichangazi chochote. Mara siku hiyo kapa cha uwalishi ambia bwana, ndo darasa siku moja hapa. Ambia sawa, naja. Kenenda baada ya kutoa hindi maudhui kapanga ndrivu, basi hakohoa kanena kasimama msimamo uliotakiwa, kisha kanana nimeyasema haya ndivyo ninavyoitakidi kwamba kwa sawa, yasimame mawili. Ikiwa kisha kuswaliisha ndio maasalamu, hamunivoni kwa ito, lakini lilolinen inshalinen. Hivi ndio misimamo. Tak masala huyu takasirika, huyu taudhika. Hizi fitna na chuchu ndizo zilizotupeleka mbali sana na kutuharibia mambo mengi. Nataka nikome kwenye khutba kwa sababu saa zimeisha. Kwenye mimbari hii nilisema siku moja, jamani, ili tukate fitna, hebu tujaribuni kufanya jambo hili. Yoyote akikujiliana neno lolote kuhusu yoyote, shika simu, piga simu. Simu za sasa si simu zile za michambo ya zamani akupaza mahindi na kupaza buru, zile za krr mchap sheke, ni kufucha tu tayari. Ama nkugonga tu ukamwita, mwambie tu ndo nyamazi, umenitaja fulani kadha kwa hisani yako, unampigia na si fitina hizo. Salamu alaikum, nina fulani hapa amekuja kunambia wewe umesema kadha na kuomba uje tuko pahala kadha, ama tuambie tukujie ulipo. Basi ima takuja ama nyinyi mtamfuatia. Ukifuatia si msimamo, sisi kuchangaza misimamo katika dini. Wakati mwingine wakiteka miziki wadogo fulani misimamo katika dini. Msimamo katika dini sio mchezo, si maneno tu kunena. Kama ingekuwa msimamo katika dini ni hama neno hulela, ndipo sisi sote tukatolewa kwa misimamo. Hivi mimi pia sina msimamo. Hata habari si kula kanwa katoa na korom, au jua msimamo wangu ni Mungu wangu. Lakini angalia hapa akija kwambia rafiki yangu, mimi nilokupigia simu ni huu bwana amekuja kunambia wewe umesema kadha. Weza ukageuka tu kwambia mimi nimesema hivyo. Yeye aweza kwambia kwa sani wako nisamehe bwana. Malesh kuna kile Kiarabu cha malesh Henry mbe hende nyima malesh ndio Kiarabu, enda kasome Kiarabu. Sasa nkurengwa hapo. Mwafahamu? Siku ya pili atakuja kwambia maneno ndinena kwenye mimbari hii. Sasa sisi fitina twazipalilia kwa kupokea ya watu kusema. Mweke kitanzi mara moja tu kwamba umenambia hivyo, ondoka, ngoja na muita fulani, huyu amenambia kadhaa. Wallahi alazim mambo atakuwa vizuri sana. Ndugu zangu katika imani, hata nisimame hapa, na nilikuwa na hamu sana niwe na muhadhara leo baada salati al-maghrib kwenye mada muamala ni fani, lakini huu muhadhara umenitoka midomoni. Haitowezekana kwa dharura zisizoepukika. Itabidi baada salati al-Jumaa insha Allah taala wako tutakaokutana na wao kwa kadhia muhimu sana, ikiwa moja ni kadhia ya safari ya umra. Kwa hivyo ni haki mimi kulingamana na wakati baada salatu al-Jumaa insha Allah taala nielekee. Mimi nawatakia kila la khair na wanawatakia maslahi mazuri, na nawatakia yale ambayo ni ya ubunifu wa sunna ya dumu, na la haki siku zote ni la haki, na haki ni Mungu mwenyewe. Nasi tujitahidini kuwa watu wa haki ili gurudumu la haki lisonge mbele. Isiwe nia zetu ni nia za uchafuzi na kukosa pahala pa kuchafua,
kuchafua pahala pa dini au kwenye mambo ya dini. Unavyoitakidi uitakidi kwa kuwa ni sawa, na mwanadamu yoyote aweza kukosea. Alkamalul mutlaq lillahi tabaraka wa taala, ndiye mkamilifu. Turegesheni fikra, tuyachasueni mambo, tujadilianeni kwa imani na nini. Na yoyote aliyesema ya kuwa sifai mimi kushiriki katika maslahi kwa sababu taweko kwenye mrengo fulani, nimensamehe fi dunia wal akhirah. Hakujielewa, pengine katika wale watu wenye kurengwa kupenda ukubwa. Sasa maadamu umerengwa, mimi nimekusamehe fi dunia wal akhirah, lakini msimamo wangu ni msimamo. Sikuijali kwa tini na kwa tangani, takujali wewe. Mimi najali msimamo wangu, na mimi najali usawa ulivyo. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu atupe istikama katika dini. Tumeshirikiana kwa kipindi kirefu sawa. Ikiwa ni maslahi kuendelea kushirikiana, tutashirikiana. Ikiwa si maslahi, angalieni lile ambalo la maslahi zaidi, na gurudumu la da'wa linasonga mbele. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwanan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. Utanisamehe nimepitisha madakika, lakini kwa dharura zisizoepukana. Barakallahu fikum wa aqimis salah.